maswali 8 ya kusaidia kuelewa kuhusu ukombozi. Kwa hiyo kifo cha Yesu Kristo ndio kilicholeta ukombozi. Na hapa maandiko yanatufafanulia mkombozi ni nani, waliokombolewa ni nani na kadhalika. Swali la kwanza, ni nini maana ya ukombozi? Tunapoangalia neno ukombozi, wakati mwingine kuna wanafunzi wangu wa chuo cha Biblia alikuja kuleta zawadi ya vitabu. Sasa nikawa naangalia sehemu akawa ameandika kwamba wokovu maana yake ukombozi. Sasa nikajua wakati wa somo nilikuwa nimefundisha, nilitoa neno, maana alitoa lile neno soteria la wokovu. Ndani yake kuna uponyaji, kufunguliwa, salama, kuhifadhiwa, kuendelea vizuri. Sasa lile neno kufunguliwa yeye akatafsiri ukombozi. Kufunguliwa kutoka kwa pepo wachafu sio ukombozi. Ukombozi ni naweza kabeba hiyo dhana, lakini ina maana pana zaidi. Neno ukombozi kwa Kiingereza hapa kwenye kamusi moja ya maneno ya Kiunani inasema release secured by the payment of a ransom, deliverance, setting free. Kwa ile sehemu ya kwanza, kuachiliwa huru kuliko patikana kwa fidia. Kwa hiyo ili tuwekwe huru ilibidi fidia itoke. Sote tumesikia habari za watu ambao wanamteka mtu fulani alafu wanadai ukombozi. Ukombozi maana yake fidia. Ili tumwachilie huyu, leteni fedha kiasi kadhaa. Kule Somalia wale maharamia wanapoteka zile meli huwa wanadai kikombozi. Kile kikombozi ni fidia kwa kuteka meli, kuteka. Kwa hiyo wanadai fidia. Kwa hiyo kuwekwa huru kuliko patikana kwa fidia. Kwa Yesu alituweka huru ambao ulipatikana kwa fidia. Hiyo fidia ilikuwa ni damu yake. Lakini pia ukombozi ni kufunguliwa, deliverance, kuwekwa huru. Bwana mtumishi akatafsiri kwamba neno kufunguliwa yeye akaliweka kwamba ni ukombozi, lakini ni tunahitaji kufafanuliwa zaidi. Kwa hiyo ni kufunguliwa. Au ukombozi unabeba dhana ya kufunguliwa, kuwekwa huru. Na kipindi cha zamani cha Wagiriki, yule aliyeshinda alikuwa anawaweka huru wafungwa. Lakini kuwaweka huru wafungwa kuna kikombozi, kuna fidia. Alafu wale wafungwa wanawekwa huru. Kwenye kamusi nyingine neno ukombozi kufuatana na mtaalamu wa maneno haya ya Kiyunani Spiros Zosiates anasema the recalling of captives or sinners from captivity through the payment of a ransom for them, ni kuwaita wafungwa kutoka katika kufungwa kupitia malipo ya fidia. So malipo ya fidia ndio kifo cha Bwana Yesu. Damu ya Bwana Yesu iliyomwagika ndio ilikuwa fidia ya sisi kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inaposema kwenye Waefeso 1:7, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi. Biblia haisemi tutakuwa na ukombozi wetu. Ukombozi tayari
tunao ukombozi tayari. Nasema tunao ukombozi tayari. Tumekombolewa. Yesu ndiye alikuwa mkombozi wetu. Na sisi ndio tuliokombolewa. Na gharama ya kukombolewa kwetu ilikuwa damu yake. Kwa hiyo tunao ukombozi. Ndio Biblia inasema hivyo. Niliposoma kwenye Kolosai 1:13 na 14, na alituokoa katika nguvu za giza. Huyu aliyetuokoa nani? Yesu. Alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwa Biblia inasema tunao ukombozi. Ukombozi ni kitu ambacho tayari kimefanyika. Nijibu swali la kwanza, maana ni nini maana ya ukombozi? Swali la pili, ni nani ndiye mkombozi wetu? Mkombozi wetu ni Yesu Kristo. Amen. Ndio ile iliyosoma Galatia 3:13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kristo ndiye mkombozi. Wewe ndiye uliyekombolewa. Na kuna vitu ambavyo umekombolewa navyo. Kwa hiyo Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Na alivyotukomboa, alifanyika laana yeye mwenyewe. Galatia 3:13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Kwa hiyo Kristo ndiye mkombozi wetu. Amina. Swali la tatu, gharama ya ukombozi ilikuwa ni nini? Ni nini ilikuwa gharama ya ukombozi? Gharama ya ukombozi ilikuwa ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ile damu iliyomwagika pale msalabani ndio ilikuwa gharama ya wewe kukombolewa. Kwenye Waefeso 1:7 ndio nilisoma pale mwanzo, nirudie tena. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Hata ile Kolosai 1:14 kwenye hii ya Kiswahili haijaweka neno damu kwa damu yake, lakini ukienda kwenye za Kiingereza ile dhana ya damu yake imeelezwa. Wakati ile maandiko yanaweza kusoma kwa haraka haraka, nafikiri ndio hivyo, lakini ukilinganisha na mistari mingine, ukilinganisha na tafsiri nyingine, unapata picha zaidi. Kolosai 1:14 tafsiri ya King James inasema, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Katika yeye tunao ukombozi kupitia damu yake. Alafu anamalizia msamaha wa dhambi. Sahihi ya Kiswahili haijaweka neno damu. Yenyewe inasema ambaye katika yeye tuna ukombozi. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwa hii ya Kiswahili haijaweka damu. Ambaye katika yeye tuna ukombozi kupitia damu yake. Ukombozi kwa kupitia damu ya Yesu. Yesu ndiye aliyelipa gharama ya sisi kukombolewa. Amen. 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 Kama tunafuatana pamoja. Amen. Naenda swali la 4. Ni wapi ukombozi huu ulifanyika? Ukombozi
ulifanyika pale msalabani. Msalabani. Na eneo lile la ule msalaba ndio pale ambapo Ibrahimu aliambiwa na Mungu aende akamtoe mtoto wake kuwa sadaka. Kwa Isaka alikuwa anamwakilisha Yesu ambaye amekuja kutolewa sadaka pale msalabani. Kwa mahali pa ukombozi wetu pale Kalvari, kwenye msalaba. Ndio maana Galatia 3:13 inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Maana alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kwa hiyo Yesu aliangikwa juu ya mti. Pale kwenye ule mti ndio ule unaitwa msalaba. Amen ya mzee wa kanisa nimeisikia, lakini amen ya kanisa bado sijaisikia. Amen. Hebu nipate amen nyingine nzuri. Amen. Mahali pa ukombozi wetu palikuwa pale msalabani. Mahali ambapo damu ya Yesu ndipo ilipomwagika. Na mafundisho mengine yanakuwa ni mafundisho ya ajabu ajabu. Tunatoa damu ya Yesu ilipomwagika, nasema wakati anatahiriwa. Sasa ile ya kutahiriwa alikuwa kwa ajili ya ukombozi. Yesu pale na mafundisho haya. Ni pale msalabani ndipo damu ilipomwagika, na ile damu ndio ile inanena mema ya ukombozi wako. Amen. Inanena mema ya kupona kwako wewe. Amina. Inanena mema ya msamaha wa dhambi. Amen. Au ondoleo la dhambi. Amen. Dhambi zako zimeondolewa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nijibu hilo swali la 4. Mahali pa ukombozi wetu pale Kalvari msalabani. Amen. Swali lingine, how long are we redeemed? Ni kwa muda gani tumekombolewa? Hatujakombolewa kwa mwaka mmoja, kwa miezi kadhaa au kwa wiki kadhaa. Tumekombolewa, ukombozi wetu ni wa milele. Naomba nisome kwenye Waebrania 9 mstari wa 12. Waebrania 9:12 na 14. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Ile ya pale msalabani, sio wakati anatahiriwa. Ile ya pale msalabani. Kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Sasa ndio tunatafuta neno hapa, ama neno ukombozi wa milele. Kwa hiyo ukombozi wetu wapendwa ni wa milele. Sio wa siku moja, sio wa wiki. Ukombozi wa milele. Tafurahi kupata maji, lakini sio ya kawaida. Tayari nimepata kuna pia napokea mtumishi. Bila aliyofunguliwa ni hapa. Naomba angalia, nirudie tena hiyo mstari, Waebrania 9:12. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Amen. Nakumbuka wakati Yesu amefufuka, alikutana wakina mama akamwambia asimshike. Maana yapeleke ile damu kule mbinguni. Aliingia mara
akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa hiyo ukombozi wetu wapendwa, sio kipindi kile Yesu alipokufa tu, na hata sasa tunao ukombozi wa milele. Ni wa muda wote, tumekombolewa, tumewekwa huru. Hatuko tena chini ya utawala wa shetani. Shetani utawala wake katika maisha yetu umevunjika. Kwa hiyo tumepata ukombozi wa milele. Eternal redemption. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo tumepata ukombozi wa milele. Ukombozi wa milele. Niende swali lingine. What are the two sides of redemption? Ukombozi una pande mbili. Hizi pande mbili ni zipi? Fuatana mwalimu wa kimataifa E.W. Kenyon anasema there are two sides of redemption. Kuna legal side na vital side. Kuna upande wa kisheria. Pale msalabani kisheria Yesu alipomwaga damu yake tulikombolewa. Lakini kuna ule upande sasa wa muhimu wa wewe kupata kile kilichofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine pesa inaweza kuwa imetumwa lakini mtu akawa bado hajakipata. Nakumbuka kuna mtumishi mmoja nilimtumia, alikuwa Kilosa 50,000. Nimeshakituma, ilibidi aende kwenye ofisi za Tigo akasajiliwa. Baada ya kusajiliwa akaingia kwenye dirisha lingine akapokea kile kilichokuwa kimetumwa. Ukombozi tayari ulishafanyika kisheria. Lakini kuna Wakristo wengine wako kama huyu mchungaji ambaye simu yake ilikuwa haijasajiliwa. Amen. Kwa uhalisia wa kile ambacho kimetumwa bado hujakipokea. Si kwa sababu shida iko upande wa Yesu au upande wa Mungu, shida iko kwa wewe mpokeaji. Watu wa Mungu tuko pamoja. Kwa ukombozi wetu kisheria ni halisi. Lakini kiuzoefu si kila Mkristo atatembea kwenye uzoefu wa ule ukombozi ambao tayari ulifanyika. Sasa baadaye nitaeleza huku kujisajili. Huyu mchungaji ambaye alikuwa hela imeshaingia kwenye simu yake na simu yake haijasajiliwa. Aliposajiliwa na pesa akapata. Na wewe sasa Mkristo unajisajili kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijajua kama mpaka sasa pamoja. Amen. Kwa hiyo ukombozi wetu tayari ni halisi. Lakini inabidi ule uzoefu upate kwa vitu fulani kuvifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye Wagalatia 3:13-14 nirudie, kuna kitu nataka ukione hapo. Anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu akiwa juu ya mti. Mstari wa 14, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa kuna vitu kiuhalisia na kisheria
tayari vilishafanyika, lakini inabidi upokee ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Roho Mtakatifu yeye ndiye administrator wa kutuingiza kwenye zile baraka ambazo Kristo amezifanya. Anayeleta ule uhalisia ni Roho Mtakatifu. Amen. Sijajua kama anaingia. Kwa mfano mwingine ni Waefeso 1. Waefeso 1:11, na ndani yake sisi tulifanywa urithi ukituchaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye. Sasa kwenye ile ya Kiingereza inasema we have obtained an inheritance, na ndani yake tumepokea urithi. Kwa urithi pamoja na ukombozi tulishapokea, lakini ili huo urithi ufanyike halisi, angalia Waefeso 1:14, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Ndiye aliye arabuni. Hilo neno arabuni kwa lugha ya Kiyunani arabon, maana yake dhamana. Roho Mtakatifu ndiye mdhamini wa kuwezesha wewe upokee urithi wako, ukijumuisha pia na ukombozi. Amen. Yeye ndiye anayekuwezesha wewe rohoni mwako ufunuliwe, alafu ule urithi upokee. Kienda sasa kwenye Waefeso 1:17 na 18, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Kwa hiyo neno urithi kwenye Efeso 1 limetajwa mstari wa 11, mstari wa 14 na mstari wa 18. Tujue utajiri wa urithi wake. Sasa ili ujue ule utajiri wa urithi wake unahitaji roho ya hekima na ya ufunuo. Roho ya ufunuo inakufunulia uone kile ambacho ni cha kwako, uone uhalisia ule ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho ya hekima inakuwezesha wewe kutumiwa kile kilichofunuliwa kwa faida yako. Amina. Kwa mwingine kuna mtu anaweza kama anasoma neno, ni msomaji wa neno, lakini lile neno kuliweka katika matendo ili kile Mungu anachokisema kufanyike halisi, inaanza kuwa shida. Ningekuwa kwetu kule tu, ningesema bado bakia mbili. Watu wa Mungu umesikia? Wangapi tunaenda pamoja? Amen. Kwa hiyo Bwana jibu hilo swali la hizi pande mbili za ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Naenda swali la ngapi sasa la sasa? Nianze na ile ya 7 alafu la 8. Itakuwa kidogo nahitaji ufafanuzi zaidi. Ni nini kinaweza kuwafanya waamini waufanye ukombozi wao uwe halisi? Unawezaje kufanya ukombozi niliozungumzia uwe halisi kwenye maisha yako? Na swali la mwisho, tumekombolewa kutoka kwa vitu gani? Ni vitu gani ambavyo wewe Mkristo umekombolewa navyo? Ni muhimu ujue vitu vilivyokombolewa. Kwa hiyo haya maswali mawili yaliyobakia na nataka kuyafafanua. Sijui dada yetu Clara Mbowe kama yuko pamoja na mimi.
7 mstari wa 2. Zaburi 107 mstari wa 2. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa mtesi. Ya Kiingereza, let the redeemed of the Lord say so. Waliokombolewa na waseme hivi. Kwa kama wewe umekombolewa, inabidi useme umekombolewa. Ukombozi wako hauwi halisi mpaka umekiri kwamba umekombolewa. Kwa kuna wengine mko hapa ambao ukombozi wenu haujawa halisi kwa sababu hujatamka kuhusu kukombolewa kwako. Hujakiri kwamba umekombolewa. Kwa waliokombolewa na Bwana, let the redeemed of the Lord say so. Wale ambao waliokombolewa na waseme. Kwa hiyo ili ukombozi ufanyike halisi inabidi utamke. Amen. Zaburi 107 mstari wa 2. Tusome kwenye ya Kiingereza. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. Waliokombolewa na Bwana na waseme hivi. Sema waliokombolewa na Bwana na waseme hivi. Wewe uliyekombolewa na Bwana inabidi useme kwamba mimi nimekombolewa. Kristo amenikomboa. Na utakapotamka kwa kurudia kuhusu kukombolewa kwako, ule ukombozi unafanyika halisi. Amina. Lakini ukombozi wako pia unafanyika halisi kwa kutafakari neno la Mungu. Mistari ya ukombozi ukaanza kuitafakari mpaka upate ufunuo kwenye roho yako, ujione kwamba wewe umekombolewa. Kwa kukiri ni eneo la muhimu sana, kwamba Kristo amenikomboa na laana ya torati. Kristo amenikomboa na laana ya umaskini. Kristo amenikomboa na laana ya magonjwa. Kristo amenikomboa na hali ya kushindwa. Kristo amenikomboa na kifo cha kiroho. Wewe uliyekombolewa inabidi utamke. Amen. Kuna daktari mmoja aliishi miaka mingi imepita, akawa tayari kwa hai miaka 80 au 90 na zikawa imepita. Alikuwa anaitwa Dr. Lilian Yeomans. Huyu daktari aliacha kazi ya udaktari akaingia kwenye huduma na akaandika vitabu vya uponyaji. Lakini kwenye maktaba yangu naanza kuona vitabu vyake kama viwili. Sasa kulikuwa na mgonjwa, yeye alikuwa anachukua wagonjwa wale ambao hospitalini imeshindikana, ndio anawachukua nyumbani kwake. Na nyumba yake ilikuwa kubwa, nyumba ya ghorofa. Sasa mmoja mama akamchukua, alikuwa na kifua kikuu, hospitalini hajapona. Kwa akaanza siku ya kwanza kumfundisha neno, wala hata kumwombea kwa Mungu amponye. Akamfundisha neno, anapata muda wa kumfundisha neno. Baada ya kujifunza, akampa kukiri kwamba kufuatana na Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 27, kifua kikuu ni laana ya torati. Na kufuatana na Wagalatia 3:13 na 14, Kristo amenikomboa na laana ya kifua kikuu. Kwa hiyo niko huru na kifua kikuu. Amen. Aliendelea siku ya kwanza, siku ya pili. Baada ya siku kadhaa, ile dozi ya neno, lile neno ikafika kwenye moyo. Ikafanyika halisi. Siku moja kama anashuka gorofani anapiga kelele, maana amegundua dalili za kifua kikuu zimeondoka. Na yale maneno aliyotamka kufuatana na Kumbukumbu 28:27, TB au kifua kikuu
ni laana ya torati. Lakini kufuatana na Wagalatia 3:13 na 14, Kristo amenikomboa na laana ya kifua kikuu. Yale maneno alipoyatamka kwa kurudia yakafanyika halisi kwenye roho yake. Akapona kile kifua. Sasa sio mmoja aliyepona, ni wengi walioponywa kwa kusimamia kufundishwa maneno ya Mungu, wakaelewa ule ukweli wa neno na Mungu akawaponya kutoka kwa magonjwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naelezea nini hapa? Wale waliokombolewa na waseme, wakili, watamke. Unapotamka kuna nguvu ya kulifanya neno lifanyike halisi. Na mwingine unajiuliza, inakuweje? Kumbukumbu 30:14 inasema, neno la Kristo anasema, neno li karibu nawe, li katika kinywa chako, li katika moyo wako, upate kulifanya. Neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako, li katika moyo wako. Kwa neno likiwa kwenye kinywa chako na lirudia, litakuwa karibu kwenye moyo, lina wasili kwenye vilindi vya moyo wako, linapata nafasi ya kufanyika halisi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimejibu swali la 8. Swali la 7. Jinsi ya namna gani waamini watafanya ukombozi uwe halisi. Tafakari neno la Mungu, lakini pia kulitamka lile neno la Mungu. Na mwingine neno litafakari kwa Kiebrania kwa Yoshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa maneno yaliyoandikwa, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha itastawi sana. Kwa hiyo kitabu cha Torati sio tu bali yatafakari. Tafakari kwa Kiebrania, neno la Kiebrania haga ni kurudia maneno ya Mungu, unayatamka kwa kurudia. Utafakari kwa Wagiriki ni kuwaza kwa ndani juu ya kile unachokisoma. Ukichanganya aina mbili za kutafakari, inaweza kusaidia kufanya neno liwe halisi. Amen. Naenda swali la mwisho. What are we redeemed from? Tumekombolewa na vitu gani? Vitu gani ambavyo Kristo alitukomboa navyo? Kristo kimsingi alitukomboa na dhambi, amekomboa na magonjwa. Kristo alitukomboa na magonjwa, tukomboa na maskini, ametukomboa na kushindwa, ametukomboa na kifo cha kiroho. Sasa nabidi turudi kwenye Wagalatia 3:13 na 14. Kristo alitukomboa na laana ya torati. Biblia isema Kristo atatukomboa, sio ahadi. Alitukomboa na laana ya torati. Sasa laana ya torati inapatikana kwenye Kumbukumbu 28:15 mpaka 68. Ndio tunaikuta ile laana ya torati. Kumbukumbu 28 kuanzia mstari wa 15. Sasa tutasoma mstari yote, sababu ni mingi, lakini tutapitia baadhi ya mstari wa 15. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake kwa kizazi
hivi leo ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kupata. Kwa hiyo laana ya Torati manake laana ya kwenda kinyume na Torati. Torati manake sheria. Watu walioenda kinyume na Torati laana zilikuwa zinawafuata. Mstari wa 16, utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Mstari wa 18, utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Kulaaniwa uzao wa tumbo. Namshukuru Mungu kwamba nilipooa sikupata shida ya uzao wa tumbo. Maana kuna watu ambao wanapata shida, wanasumbuka, natazamia kupata ujauzito, ujauzito hauji. Mwezi ule wa kwanza, mimba ya mtoto wa kwanza tayari kwa imeshapatikana. Amen. Siku moja nimerudi, nimenunua kilo kadhaa za kitimoto. Ile kitimoto ilibidi nikile mwenyewe na mwenzangu. Ile hali ya ujauzito ikawa hairuhusu. Kwa hiyo kitimoto kile nilikishughulikia kwa kweli. Kwa kidogo. Sasa akasema hataki kusikia kabisa hiyo. Kwa hiyo uzao wa tumbo kulaaniwa ni sehemu ya laana ya Torati. Tasa, mimba kuharibika ni sehemu ya laana ya Torati. Kwa hiyo nianze na magonjwa. Kwenye orodha ya magonjwa pamoja na utasa. Soma mstari wa 20 na 21. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha Bwana. 21. Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi wingi yao kwa kuimiliki. Tauni hizi kwa sasa hivi ndio kama corona hizi, mpox, hii homa ya nyani ambao watu vipele vinatoka vingi na kadhalika. Ndio hizi ndio tauni za siku hizi, magonjwa yale ya mlipuko. Alafu ameendelea mstari wa 22, Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Ipotaje ule ukiji aliokuwa na nani, alikuwa na kiji. Kufuatana na Kumbukumbu 28:22, kifua kikuu ni sehemu ya laana ya Torati. Kwa hiyo sio 27 ni 22. Kwa hiyo kifua kikuu maana yake TB, Kiingereza tuberculosis. Na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hali ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Kwa hiyo anaendelea 27, anakuja anataja Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa mawasili, na kwa pele, na kwa kujikuna ambayo hupati kupoa. Kwa hiyo magonjwa ni sehemu ya laana ya Torati. Tumekombolewa na laana ya magonjwa. Niende Kumbukumbu 28 58 mpaka 61. Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu na mapigo ya uzao wako, mapigo ya uzao wako, mapigo makubwa kwa kweli ya kudumu sana, na magonjwa mazito. Yakisema magonjwa mazito, magonjwa mazito ya kudumu sana,
manake ni kroniki, yanakaa kwa muda wa kutosha. Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiogopa, naye atapatana nawe. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokuisha kuangamizwa. Kwa tukirudi kwenye Galatia, Kristo alitukomboa na laana ya Torati. Laana ile ya Torati pamoja na magonjwa. Na tukumbuke ile maana ya ukombozi ni kuwekwa huru kwa njia ya kulipia fidia. Kwa damu ya Yesu imekuweka huru wewe na magonjwa. Magonjwa hayana haki kung'ang'ania kwenye mwili wako. Mwili wako ni eneo huru la magonjwa. Nasema mwili wako ni himaya huru kutoka kwa magonjwa. Ndio mpango wa Mungu alioweka. Na unachokiamini ndio hicho unachokipata. Ukiwa unaamini kwamba wewe ni mtu wa kuonewa na magonjwa, na mwingine anaweza kaweka kabisa mwezi wa 10 lazima nilazwe. Kwa hiyo mwili unakaa tayari kwa ajili ya kulazwa, kwa sababu kufika mwezi wa 10 lazima aume. Wewe magonjwa hayatakuwa fungu lako. Amen. Nasema magonjwa hayatakuwa fungu lako. Amen. Hata kufa uhitaji magonjwa. Magonjwa yakupige alafu uondoke. Kwenye Zaburi anasema waondoa pumzi wanakufa. Mungu anaweza kaondoa kwa pumzi yake, kaondoka tu kwa amani, bila kansa, bila ugonjwa fulani kuonea, mpaka labda hata wanaokuuguza wakakuchoka wakawa wanatamani fadhali tu uondoke. Halo? Hilo halitakuwa fungu lako wewe mwenyewe. Amen. Hebu nisome hapo kama mstari Zaburi 107. Sio 107, Zaburi 104 29. Wewe waficha uso wako, wao wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao, wanakufa na kuyarudia mavumbi yao. Kwa hiyo wewe uliyeko hapa ufe, si lazima gonjwa lije ikusaidie kufa. Mungu anaondoa kwa pumzi yake, unaondoka kwa amani. Waondoa pumzi, wanakufa. Kwa mtu wa Mungu si lazima gonjwa lije likutese, hata wanaokuuguza wakuchoke. Kuna wakati mwingine unakuja mateso mengine, unamuuguza ndugu yako na bidii uweze kumwacha, inabidi uendelee kusimama pamoja naye. Lakini Mungu anaweza kaamua kuondoka pumzi na mtu anaondoka. Hebu nisikie ameni naeleweka. Kwa hiyo magonjwa, tumekombolewa na laana ya magonjwa. Ndio maana Mathayo 8:17 ili timie lile neno la nabii Isaya akisema mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Kwa Yesu alitoa udhaifu wako na kuyachukua magonjwa yako. Na Petro 1:24 kwa kupigwa kwake mliponywa. Hasemi kwa kupigwa kwake tutapona. Kwa kupigwa kwake mliponywa, manake gharama ya ukombozi ilijumuisha pia kupona kutoka katika magonjwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli wakati mwingine mtu anaweza kuhitaji uponyaji, anaanza asipone kwa muda ule ambao amepanga kupona. Lakini kuna andiko hili nimetumiwa jana na mchungaji rafiki yangu, Mithali 30 mstari wa 5. Huu ni mstari aliotuma ameukoti ameunukuu, na nikausoma mara mbili na mimi kwa sababu nikaona huu ni ujumbe wa Bwana kwangu. Mithali 30 mstari wa 5, kila neno la Mungu limehakikishwa
yeye ni ngao yao wamwaminifu. Kila neno la Mungu limehakikishwa, manake limepimwa. Lile neno ambalo Mungu amelituma lina uwezo wa kufanya yale ambayo Mungu amesema litafanya. Amen. Hulituma neno lake kuwaponya, kuwatoa katika maangamizo yake. Kwa neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminifu. Inawezekana uponyaji wako ukawa umechelewa, lakini bado Mungu wetu anabaki ni mponyaji. Amina. Na jina moja hapo la Mungu anaitwa Yehova Rafa. Mimi ni Bwana nikuponyaye, kutoka 15:26. Kwa hiyo Mungu asili yake ni asili ya uponyaji. Anapenda kuponya, yuko tayari kukuponya, yuko tayari kukuweka huru. Amina. Kwa sababu yeye anabaki kuwa mponyaji. Amina. Wangapi yanaingia? Amina. Kwa hiyo Mungu bado anabaki kuwa ni mponyaji. Na Kristo anaposema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Sehemu ya ukombozi ni kuwepo huru na magonjwa. Magonjwa hayana haki kuwepo katika miji yetu. Kwa vile mtu anapiga simu, alafu mtu hata umuelewe ni nani, unamwambia tu wrong number. Sababu mambo anayoongea anaweza kama nafikiri ni kitu fulani, lakini kumbe amekosea namba. Wangapi ishatokea kwenye simu yako? Hata shetani safari nyingine akileta kifurushi ambacho sio haki yako, mwambie wrong number. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini eneo lingine ambalo tumekombolewa kwalo ni umaskini. Hebu tuende kwa Kumbukumbu 28. Kumbukumbu 28. Maskini na kushindwa. Kumbukumbu la Torati. Katika mstari wa 17, litalaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Maana hata biashara na vile unavyofanya vimelaaniwa. Na kitu kilaaniwa maana kinapewa nguvu ya kushindwa. Kwenye Kumbukumbu 28 47 48, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako kwa njaa, sema kwa njaa, na kwa kiu, na kwa uchi, na kwa uhitaji wa vitu vyote. Sasa hii ni picha ya umaskini wa hali ya juu. Kwa njaa maana una chakula. Kwa uchi una nguo za kuvaa. Hata nguo ya mtumba unakosa. Alafu kwa uhitaji wa vitu vyote, mtu ambaye ni maskini ni muhitaji. Na maskini hana rafiki. Maskini ni mbaya. Ukiwa na uwezo kidogo, pochi imekaa vizuri, watu wanakuwa karibu na wewe. Na mfano mtu mmoja ambaye alikuwa na wapambe wengi, wakati mwingine anapokwenda mjini, kuna mpambe anakuwa pale nyumbani, inabidi aondoke naye kumsindikiza. Lakini kwa nini? Kwa sababu pochi yake iko vizuri. Lakini ukikosa pochi, watu wanakaa mbali na wewe, wanakuogopa kama uongo. Matajiri wanakuwa na marafiki. Halo. Na wengine marafiki wanatafuta wawezeshwe wapate mitaji.
uhitaji anaopata akishapata huyo na anategemea. Mfano ndugu mmoja ambaye baba ndiye alimwezesha naye akapata magari, na baadaye akaja kuwa adui mkubwa wa baba, atawasalimiana tena. Lakini baba ndiye aliyempa mtaji mpaka na yeye akaanza kuwa na magari. Lakini baadaye katokea sifa kwa sana nini? Wadui kutokea. Sasa Kristo alitukomboa na laana ya umaskini, njaa, kiu, uchi, uhitaji wa vitu vyote. Ndio maskini wa kiwango cha chini kabisa. Kristo pale msalabani alifanyika maskini. Kama tusome Wakorintho wa pili 8 mstari wa Wakorintho wa pili 8:9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Sasa swali linakuja, Yesu alifanyika maskini wakati gani? Pale msalabani. Maaskari walipiga kura kwa ajili ya nguo zake, kwa akabaki uchi. Alipohitaji maji akaletewa sifoni. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa karibu wakamkimbia. Kwa hiyo Wakorintho wa pili 8 mstari wa 9, mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Kwa hiyo Kristo alifanyika maskini kwa ajili yetu, ili wewe ambaye ni maskini uweze kuwa tajiri. Kristo alifanyika kuwa mgonjwa ili wewe uwe na afya na uponyaji. Kristo alifanyika dhambi ili wewe na mimi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Amen. Tupokee haki ya kusimama mbele za Mungu pasipo kuhukumiwa. Kristo alikataliwa ili sisi tukubaliwe mbele za Mungu. Kwa hiyo Kristo ametukomboa na laana ya umaskini. Na nikirudia ile kwenye Wagalatia 3:13-14, Kristo alitukomboa na laana ya torati, kwa sababu alifanyika laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti, ili baraka ya Ibrahimu ipate kuajilia, kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Kristo alifanyika laana ili wewe na mimi tupokee baraka. Amen. Baraka maana yake nguvu ya kufanikiwa. Wewe uliokoka umebeba baraka. Umebeba nguvu ya mafanikio. Nguvu ya mafanikio ndio fungu lako. Amen. Wakati mwingine Mungu anaweza kuweka mali kwenye kazi ili kutrot kujifunza, lakini baadaye Mungu anataka uwe na biashara ya kwako mwenyewe. Wakati wa mwanzo unaweza kutumikia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu tujue kwamba tumekombolewa na laana ya magonjwa, laana ya umaskini, laana ya kushindwa. Kushindwa sio fungu lako wewe uliyookoka. Amina. Mafanikio ni fungu lako. Kumbukumbu 28 mstari wa 11, tafsiri ya NIV inasema the Lord will grant you abundant prosperity. Kile tafsiri ya Amplified inasema the Lord will grant you surplus prosperity. Mungu atakupa utele wa mafanikio. Hii Amplified inasema atakupa ziada ya mafanikio. Mafanikio yanakuja ya ziada. Mafanikio yanakuja, lakini yanakuja pia ya ziada.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namtia moyo yule ambaye anaona kufanikiwa ni ndoto, kufanikiwa ni fungu lako, kufanikiwa ni haki yako. Mungu anataka ustawi. Mungu anasema mtakuwa vichwa wala si mkia, mtakuwa juu tu wala chini. Kuwa chini sio mpango wa Mungu. Mungu anataka tuinuke. Nasema Mungu anataka tuinuke. Amen. Kwa hiyo tumeangalia maswali 8 ya kusaidia kuelewa maana ya ukombozi. Amina. Nawashukuru kwa kunisikiza.